wanaohudhuria mkutano wa 52 wa mataifa yenye ushawishi duniani maarufu G7, akitarajiwa kuzungumzia kwa niaba ya Afrika katika mkutano wenyewe ulioandaliwa Evian katika taifa la Ufaransa. Rais William Ruto anasisitiza kuwa ushirikiano wa diplomasia na mataifa yote yaliyo na ushawishi na zaidi kwa manufaa ya Kenya na Afrika kwa jumla, akitarajiwa pia kuangazia changamoto za Afrika haswa katika masuala ya fedha, masuala ya dijitali na haswa ukuaji wa dijitali katika Afrika na uchumi wenyewe ili kuweza kujikimu kimaendeleo. Hii leo tunaangazia hilo na studioni ni naye Daktari Fred Ogolla. Karibu sana Profesa. Na pia yupo balozi anafahamika kama Gordon Ochola. Karibu sana. Achola. Mimi Kachola nimeamua kukuwekanga kwa jina yenye mimi naona, samahani kwa hilo. K Ochola, karibu sana. Asante. Nitaanza kwa kuuliza, Kenya kuwepo katika mkutano huu, Rais William Ruto na sio marais wale wengine 51 katika Afrika, kuna maana gani? Ninajua hii si nafasi ambayo ilikuwa mwanzo haikukuwa yetu. Afrika Kusini ndio walistahili kuwepo, kisha baadaye mabadiliko na Rais William Ruto akawa atahudhuria. Kuna maana gani kwa taifa hili la Kenya na Afrika kwa jumla? Nitaanzia kwako. Kwanza wajua, tunaweza kusema is a confirmation Kenya ni nchi ambayo iko na heshima. Na pia inatupatia sisi nafasi kama wananchi wa Kenya kuwakilishwa. Wajua, to be in the global stage, G7, hizo ndio nchi 7 ambazo ziko na ushawishi mkubwa sana ya kiuchumi. Sasa baada ya kusema kuwa ni muhimu, tunaweza jiuliza, je, tutapata nini? Wajua, naweza enda kwa an important stage lakini umetoka na nini? Sasa hapo ndio tunaweza kuuliza, tulijitayarisha. Wajua G7, kabla G7 haijakutana kuna kuanga inaitwa T7. When nilikuwa nafanya kazi kwa European Central Bank, nilikuwa mmoja wao ya wataalamu wa uchumi. Tulikuwa tunaunda kila inaitwa T7. T7 ni Team 7. Team 7 inaunda maneno ambayo itakuwa yanajadiliwa na G7. Sasa hiyo T7 inakutana kwa muda wa miezi 7 kuunda tuseme. Sasa kama sisi wa Kenya tulikuwa na nani, timu gani walikuwa wanajisaidia kwa T7 ile yale ambayo rais atakuwa anaongea inalingana na ile vile tuseme mwelekeo ya G7. Wajua, kwa mikakati wasema kuna kile inaitwa 40 40 20 40. Inamaanisha nini? Ukitaka kwenda mkutano kama hiyo ya G7 unafaa uspend 40% kwa wakati wako ya kujitayarisha, 20% ni ya kuhudhuria, 40% ni baada ya kuhudhuria. Je, tulijitayarisha 40% ama tunatenda 100% bila kujitayarisha, na baada ya kuattend hakuna kitu tunapata? Kwa sababu tulikuwa hapa na Africa France Summit. Hiyo nini imefanyika? Yale ilifanyika tushatengeneza, kwa sababu hiyo mkutano ya 40% after mkutano inakuanga ya kutekeleza yale ambayo ilijadiliwa. Ndio maana watu wanasema unatembea sana, lakini baada ya kutembea ni nini inafanyika? Katika huu mkutano wa T7 ambao unazungumzia, ambao ndio matayarisho ya G7, tulikuwepo na kikosi chetu? Hakukuwa, kwa sababu wajua ile ilikuwa South Africa last time. Nilikuwa hata nikaandika karatasi ya kufanya vile unaweza kupunguza hayo madeni, restructuring that niliandika, ikawa published, ikawa accepted. Lakini wajua wa Kenya, wajua kile tuko na shida nao, meritocracy. Wataalamu ambao wako hapa nchi Kenya wanadharauliwa. Mtu kama Fred Ogolla nani anamsikizanga? Anadhani tu mimi niko tu hapo. Lakini hawajui ya kuwa kama tungekuwa na wataalamu wangekuwa wanawakilisha pale huko. Ukienda Amerika, ukienda Amerika wako pale. Ukienda UK, Germany, France, kuna wataalamu wa uchumi walikuwa wanakaa kuangalia deni ikipunguza Afrika tuta affect sisi namna gani. Ukipunguza hii mambo ya tuseme hii mambo ya interest ita affect sisi namna gani. Wanaangalia, wako na data. Sisi tuko tu pale, rais alifika akapiga picha kwa ile inaitwa ile symbol ya G7, ameenda na first lady, wameenda na wataalamu gani wameenda pale.
Kwa hivyo nimeona wako na ofisi ya foreign affairs, lakini foreign affairs office tunajua we lack competent people in those offices. Nilikuwa naongea na balozi, tunafaa tuwe na chuo kikuu ya kutrain watu kujua diplomasia ya kimataifa inafanywa namna gani. Ulienda Tanzania, mtu anaongea alafu mwingine anakosoa, sivyo? Rais alienda Germany, aliongea akakosolewa. Sasa hao watu wanafanya nini? Wana expose rais, kwa sababu matayarisho kabla hiyo G7 ni muhimu. Ndio maana kuna T7 ambayo inaangazia haya. Team 7. Yapo maswali ambayo ni mengi, wakati ambapo Wakenya walijua tutazungumzia hili. Nitakuja kwako na ninajua tayari ushasikia joto linapanda katika mjadala wenyewe kutoka kwa daktari kuhusiana na hili. Amesema kinachokosekana sio tu rais kutuwakilisha wala kuonekana Kenya ilikuwepo pale. Yapo mengi ambayo yanastahili kuandamana na mkutano wenyewe, maanake ni mkutano ambao hufanyika baada ya kipindi kikubwa, na pia sio lazima taifa lako liwepo kwenye meza hiyo. Lakini wakati huu Kenya imepata bahati, ipo pale. Sio wakati huu tu. Hata mwaka wa 2024 Kenya ilikuwepo miongoni mwa mataifa karibu 7 ama 8 hivi ya Afrika. Nimesema mwaka 2024. Kwa hivyo hii sio mara ya kwanza Kenya kuwepo katika kongamano hili. Je, kuna yapi ambayo kongamano hili tunaweza tegemea kutoka kwenye kongamano hili? Tukumbuke ya kwamba mwaka wa 2000 wakati wa kongamano la wakati huo bado ukiwa G8, maana Urusi bado ulikuwa mmoja wao kabla kutimuliwa baada ya kuvamia Ukraine. Wakati wa mwaka wa 2000 ndipo wakati kongamano hili lilikutana kule Japan. Walikaa wakajadili. Huu ndio wakati virusi vya HIV vilikuwa vinaangaisha karibu dunia nzima, hususan Afrika. Walikaa wakajadili, na wakati huo kulikuwa na Thabo Mbeki alikuwa kwenye mkutano huo na baadhi ya marais wengine kutoka hapa barani Afrika, na walijadili na wakaelewana kwamba ni wakati mwafaka wa kutengeza fedha fulani kuhakikisha kwamba tumepambana na virusi vya ukimwi barani Afrika na mataifa mengine. Hapo ni wakati kulikuwa na fedha ambazo zilitengwa rasmi kupambana na tuberculosis, TB, kupitia UN. Yes. Walitengeza hizo fedha, walijadili na wakahakikisha kwamba hizo fedha zimetengewa kupitia UN. Huo wakati pia ndipo walitengeza fedha maalum ya kupambana na malaria. Kwa hivyo G7, mkutano huu wa G7 sio mkutano tu wa kupiga gumzo na kutoka. Tumeona matunda ya G7 katika miaka iliyopita. Mwaka wa 2005 bado nikikupea tu historia kidogo ya G7 na Afrika. Mwaka wa 2005 tuliona wakati kongamano hili ilikuwa Scotland. Hapo ndipo dunia mzima vigogo 7 waliketi wakaona kwamba japo tunatoa msaada kwa mataifa ya Afrika, msaada ambao tunautoa haufai, haufiki katika kiwango ambacho kinafaa. Kwa hivyo itabidi tufanye nini? Tuongeze msaada ambao tunautoa kwa mataifa ya Kiafrika. Lakini baada ya hiyo kongamano wakajadiliana, wakasema kwamba sasa wakaenda Paris, ndipo wakatengeneza ile inaitwa Debt Aid Effectiveness Principles. So wakahakikisha kwamba japo tunatoa msaada, je, ni nini tunaweza tukafanya kuhakikisha kwamba ni mbinu gani, sera gani tunaweza tukaweka kuhakikisha kwamba Afrika imetumia msaada ambao unatumwa huko kwa njia ambayo. Kwa hivyo wakati huu ambapo Rais Ruto amehudhuria mkutano huu ni wakati mwafaka wa kujadili masuala ya Kiafrika, masuala ya Kenya ambayo yanastahili kujadiliwa katika ngazi hiyo. Wakati umezungumzia hilo imenikumbusha Afrika